Mtazamaji wa Sayuko Online TV, tuko hapa katika viwanja vya Ngogoni Chake Chake Pemba, na kilichotukutanisha hapa ni fainali ya Beka World Cup 2025. Hapo mwanzo kabla ya kufikia fainali, timu 27 ndio zilizoingia katika mchuano huu wa Beka World Cup, na timu mbili zimebahatika kuingia katika fainali hii kati ya Ukombozi na Mahodari. Tunataka kujua ni nani ataondoka na kitita cha milioni 2 kilichoandaliwa na Mheshimiwa Bakari Hamad Bakar. Bila vile zawadi nyingine ambazo zimeandaliwa kwa siku ya leo. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Kwanza tuende tukawasikilize mashabiki wa timu zote mbili, nini wanatarajia kwenye fainali hii ya leo. Mimi Sasa Salum Haris, nyuma ya kamera Mustafa Ahmed, tukusihi uwe nasi. Mtazamaji wa Sayuko Online TV, na sasa nipo hapa na shabiki anayetokea Mahodari FC. Atatuambia amejipanga vipi na vipi leo atatoka kwenye fainali hii ya Beka World Cup 2025. Habari yako shabiki? Asante. Na kwa faida ya watazamaji wetu, nitakuonyesha ni nani halafu tuambie leo hapa patatoka vipi, matarajio yetu ni yapi, nini Mahodari FC? Jina langu ni Salim Zitu, ni shabiki wa Mahodari FC. Hili mazuri, tunachukua fursa huu kujaliwa tunashiriki msimu wetu wa kwanza wa mashindano ya Beka World Cup, lakini tumefanikiwa kufika fainali na tunaahidi kuwa hatutaangusha. Mtazamaji huyu ni shabiki kutoka Mahodari. Sasa twende kwenye Ukombozi, wao wanalipi na kutuambia kutokana na fainali hii inayochezwa katika viwanja hivi vya Ngogoni. Mtazamaji wa Sayuko Online TV, sasa tuko na shabiki wa Ukombozi. Mchezo unaendelea, atatupatia yeye anatarajia nini mpaka mwisho wa fainali hii kwa leo katika viwanja hivi vya Ngogoni. Habari yako? Faida ya watazamaji wetu unaitwa nani? Ajina kwa Madidi Masaru kutoka Mtumoni. Ukombozi, unatarajia nini? Mpira unaendelea mpaka kufikia mwisho wa hivi dakika 90. Unatarajia nini kutoka kwenu? Timu mpaka sasa iko vizuri na tuna matumaini sisi timu yetu Ukombozi kutoka Mtumoni tutacheza vizuri na tunategemea kuchukua ushindi katika siku ya leo viwanja ya Ngogoni. Kwa nini sasa mnategemea na kitu? Mpaka ukasema nyinyi ndio mtatoka na hizi ni mpira ambazo Mheshimiwa Bakari ameziandaa kwa ajili ya fainali hii? Na sisi kusema kama leo tutategemea kushinda ushindi huu kwa sababu unaangalia wachezaji wetu wako vizuri sana na wamejiandaa kwa hii game ya leo kama kuchukua ushindi. Na kwa wachezaji tunacheza leo uko vizuri sana. Sawa. Mtazamaji wa Sayuko Online TV, tukwambie usiondoke, kaa hapo uendelee kuona uhondo unaoendelea katika viwanja hivi vya Ngogoni kati ya Mahodari na Ukombozi. Nani ataondoka na kitita ambacho amekiandaa Mheshimiwa Bakari Hamad Bakar katika fainali hizi za Beka World Cup 2025? Ndugu mgeni rasmi, Beka World Cup ni mashindano ya mpira wa miguu yaliyoanzishwa na Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Wawi Bakari Hamad Bakari kuanzia mwaka 2023, 2024 na huu mwaka wa 2025, yakiwa na lengo la kuimarisha amani, upendo, mshikamano, kuibua vipaji na kujenga umoja wa wanawawi hususan vijana. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa mashindano yalifunguliwa na Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Wawi mnamo tarehe 17 mwezi wa kwanza 2025, ambapo vilabu 27 vya jimbo la Wawi vilishiriki katika mashindano hayo. Ndugu mgeni rasmi, mashindano haya yaliendeshwa chini ya sheria, taratibu na kanuni za shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF. Ndugu mgeni rasmi, Beka World Cup imegharimu kiasi cha shilingi milioni 15 na laki 7, gharama hizo zikijumuisha zawadi za uendeshaji, usimamizi wa mashindano yote pamoja na jumla ya michezo 78 ilichezwa katika mashindano haya. Tunampongeza Mheshimiwa mwakilishi wetu wa jimbo la Wawi kwa moyo wake wa kipekee kwa kuweza kutoa gharama zote hizo, na leo hii tunahitimisha fainali yetu kati ya timu mbili kutoka Mvumoni wadi ya Kibokoni na timu ya Mahodari kutoka Machumane wadi ya Wara. Shughuli rasmi mchezo huu umekamilika na kama ambavyo
taarifa yetu imesema kwamba Beka World Cup huu ni mwaka wake wa 4. Tumeanza 2022, 2023, 24 na leo tunahitimisha mwaka wa 4 kwa maana ya 2025. Na moja kati ya mafanikio ambayo Beka World Cup imeweza kufikia ni kwanza ni kuongeza ushiriki wa miaka hadi mwaka. Ushiriki wa mwaka wa kwanza ulishiriki vilabu 8. Mwaka wa pili vilishiriki vilabu 12. Mwaka wa tatu tukashiriki vilabu 18 na mwaka huu tumeshiriki vilabu 27. Kwa hiyo jambo hili limeweza kuibua vipaji vingi na timu zimekuwa zinaongezeka mwaka hadi mwaka. Na sio timu tu kuongezeka, hata zawadi zimekuwa zinaongezeka pia mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo lakini miongoni mwa mafanikio ya Beka World Cup ambao tunakusanya vijana kama hawa, kwa kweli vijana hawa muda huu wasingekuwepo hapa, hatarajiwi kama wale wangekuwepo sehemu nyingine labda mbaya, lakini leo tunakusanya katika maeneo haya, wapo hapa sehemu salama na wanapata burudani na baadaye wanakuza vipaji vyao na kuongeza umoja na mshikamano wa jimbo letu. Mchezo kama alivyokushatangulia wasemaji wa mwanzo, mimi nataka niwaombe vijana, endeleeni kuidumisha amani. Amani ndio iliyowezesha tukacheza mchezo leo. Bila ya amani tusingecheza. Bila ya amani hakuna maendeleo. Bila amani hakuna sala wala ibada yote hatuwezi kutenda. Mwisho nawatakia heri nyote. Tunamshukuru Mungu kumaliza mechi yetu salama usalimini na kutujalia kupata alama pointi 3 ambayo ni ubingwa katika mechi yetu ya finali, na pia tunamshukuru Dr. Beka kwa kutupa support vijana wake kutuanisha mashindano kama haya ili bado kuna changamoto mbalimbali tusikae kizembe watu wakafanya mambo mengine. Mtazamaji wa Sajuki Online TV, umejionea ni jinsi gani fainali hizi kwa siku ya leo zilifana. Nikukumbushe mgeni rasmi kwa siku ya leo alikuwa ni mwenyekiti wa chama mkoa wa Kusini Pemba, ndugu Yusuf Ali Juma. Na umepata kuona ni jinsi gani hizi fainali zimeenda, jinsi gani nani katoka mshindi kwenye fainali hizi za leo za Beka World Cup 2025. Mimi Samka Salum Haris, imani yetu umepata kusikia mengi kupitia fainali hii, kupitia wachezaji, mashabiki, vile vile viongozi walioandaa fainali hii. Kwa siku ya leo sina la ziada. Shukrani zangu za dhati kwa mpiga picha Muzdalifat Ahmed. Hadi siku nyingine.